Yes, ebane, klabu ya Yanga inahusishwa kumsajili mchezaji kutoka Afrika ya Kusini anaitwa Thulani Gumede. Huyo hapo kama unavyomwona kwenye picha hapo juu. Thulani Gumede ni mchezaji wa namna gani? Ni mchezaji kutoka South Africa ambaye anacheza katika maeneo ya mapana ya uwanja, unaweza kusema kwa lugha rahisi winga. Ana umri wa miaka 25. Anahusishwa kusajiliwa na klabu ya Yanga kutoka Tanzania. Haya. Sasa kitu ambacho nataka kusema ni kwamba klabu ya Yanga ni klabu kubwa sana, inahitaji wachezaji ambao tayari wameshaprove katika ubora na wana namba za kutosha, au sio? Lakini ukimwangalia Thulani Gumede historia yake, umuoni katika assist, amekuwa na assist ngapi katika ligi ya South Africa au huko alipokuwa anacheza, umuoni akifunga magoli, yani katika zile namba za magoli na assist umuoni. Yani historia yake ya mpira unaipata fupi sana, yani huoni mafanikio yake makubwa katika historia yake ya kucheza mpira wa miguu, lakini anahusishwa kusajiliwa na Yanga. Sasa unajiuliza swali la msingi, Yanga wamevutiwa na kipi kwa huyu mchezaji Thulani Gumede? Yanga wamevutiwa na kipi? Inawezekana wamemuona katika mazingira yake akiwa akicheza huko, maana inasemekana alikuwa anachezea klabu ambayo inaitwa Richards Bay, ndio alikuwa anachezea huko South Africa. Sasa inawezekana labda Yanga wamemfuatilia, wamemuona makali yake na ubora wake katika kusakata kabumbu katika eneo la pembeni, yani winga, wakavutiwa naye kumsajili. Lakini mchezaji ambaye hana namba zozote ambazo zinaweza zikaivutia klabu kubwa kama Yanga, unaweza vipi kumsajili? Lakini inasemekana kwamba kocha wa Yanga mpya, kocha wa Yanga jina lake gumu kidogo kumtaja, namfahamu. Kocha wa Yanga ndiye ambaye ametia pressure kwa viongozi huyu mchezaji Thulani Gumede asajiliwe, kwa sababu inasemekana kwamba kipindi ambacho kocha wa Yanga huyu anahudumu katika klabu ya Mamelodi Sundowns, aliwahi kumuhitaji huyu mchezaji apate nafasi katika timu ya Mamelodi ya vijana, lakini jambo ambalo halikuwezekana, ilishindikana. Kwa hiyo inaonekana alishaanza kumpambania mapema. Tafsiri yake ni nini? Ina maana alishaona uwezo wake, alishaona kipaji chake, that's why kwa kipindi hicho akampambania ajiunge na timu ya Mamelodi ya vijana, lakini naona jambo ambalo halikufanikiwa. Sasa this time around amekuja katika klabu ya Yanga, ametia pressure kwa management ya klabu ya Yanga wamsajili huyu mchezaji. Sasa anahusishwa kusajiliwa na klabu ya Yanga, na Yanga wamekuwa wakihusishwa sana na mawinga, na ukiangalia pale Pacome Zouzoua msimu unaokuja anaweza chezi, au sio? Max Nzengeli anza karudi katika eneo la namba 8. Kwa hiyo uhaba wa mawinga unaweza kaona pale katika timu ya Yanga. Sasa huyu mchezaji kama Yanga watamsajili, kama management itapitisha kabisa mpango wa kumsajili huyu mchezaji Thulani Gumede, ina maana Yanga watakuwa wamemsajili mchezaji ambaye hawajui namba zake, yani hawajavutiwa na namba zake. Ni vile tu kocha anamjua kwa background ni mchezaji mzuri kiasi gani, basi wao watakuwa wamekubali. Ikitokea just in case hajafanya vizuri, yani hajaprove ubora wake kama ambavyo kocha atakuwa amemchukulia, Yanga wanaweza kujilaumu sana kusaini ID. Lakini pia anaweza kaprove akaonyesha kiwango bora kulikweli, kwa Yanga watakuwa wamepata bonge moja la player. Lakini maswali ya kujiuliza hapo ni kwamba Yanga kwa ukubwa wao, klabu kubwa kama Yanga, kumsajili mchezaji ambaye hana assist, hana namba, yani umuoni katika hizo rank, yani katika hizo character hizo nini tunasema, yani katika wasifu wake wa kucheza football, huoni ametengeneza namba za namna gani katika career yake. Sasa klabu kubwa kama Yanga kumsajili mchezaji wa namna hiyo ambaye hajaprove huko alipotoka, unapata maswali kidogo. Lakini kocha yeye inawezekana anamjua zaidi huko South Africa, kwa sababu kocha ni raia wa South Africa, lakini pia mchezaji huyo ni raia pia wa South Africa. Kwa hiyo inawezekana anamjua vizuri, that's why akatia pressure kwa viongozi waweze kumsajili. Ni jambo zuri, au sio? Yote kwa yote ni tusubiri tuone atapokuja. Baka wengi hatujamuona akicheza, au sio? Labda ukiingia YouTube waweza kumuona, maana YouTube zinaweka zile best, au sio? Sasa tumsubiri tumuone atapokuja Tanzania kama kweli Yanga watamsajili, maana anahusishwa kama tetesi kusajiliwa na klabu ya Yanga. Inawezekana Yanga wasimsajili na vitu kama hivyo, lakini kama kweli Yanga watamsajili, basi tutamuona katika ligi kuu ya NBC msimu unaokuja wa 2026 2027, au sio? Thulani Gumede, winga moja matata sana, anakuja katika klabu ya Yanga. Tusubiri tuone. Haya maswali ambayo unajiuliza wewe na mimi pia najiuliza hivyo hivyo. Klabu kubwa kama Yanga inaweza vipi kumsajili mchezaji ambaye hawaoni namba zake zikishine pale? Watu wanataka maassist, wanataka magoli ya kutosha na vitu kama hivyo, au sio? Lakini kama akiwa hana hizo namba, how come anaweza kusajiliwa na klabu kubwa kama Yanga? Lakini kama atakuja, basi nadhani ni pressure ya kocha ambaye yeye anamjua vizuri just from
back in the days, way back in the time right there. Anamjua namna gani ambavyo alikuwa anafanya vizuri. That's why alimpambania ili ajiunge katika klabu ya Mamelodi ya vijana, na jambo ambalo halikufanikiwa. Tusubiri tuone itakuwaje katika huo usajili wa mchezaji huyo kutoka South Africa. Alafu tutakuja kujuzana hapa kupitia Top Media. Mimi naitwa Bilo, endelea kunifollow kupitia page zangu za social media platform, yani Instagram, TikTok, Facebook na YouTube, au sio, ili uweze kupata updates zaidi. Kwa YouTube andika Top Media 255, utapata updates zote ambazo zinahusiana na michezo na kwa ujumla wake. You got it.